Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, karibuni leo Dominika ya Matawi ama pia Dominika ya Mateso. Ni pale ambapo tunajiandaa kwa ajili ya Jumaa Kuu, ambapo tutakuwa tunasherehekea mavumbo ya wokovu wetu, mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Ndio Dominika ambao tunahalikwa na sisi tuweze kuunganisha mambo mawili muhimu: furaha na mateso. Furaha kwa sababu utu wetu utakuwa unabadilishwa na tutakuwa tunanehemeshwa tusitawaliwe na dhambi wala mauti, na vile vile ni hali ya kuwa na uchungu ama kuwasa yale ambayo Yesu Kristo aliyapitia katika maisha yake, akafa kwa ajili yetu sisi, lakini mwishoni tunapata utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tunaweza sema Dominika inayoanza ama inayotutayarisha kuanza Jumaa Kuu, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na ule usiku mkuu, na Dominika ya Pasaka ambayo tunasema ndio kilele cha Dominika zote. Liturujia letu ya leo limegawanyishwa katika makundi mawili. Kuna sehemu ya kwanza ambapo tunaona Yesu anaingia Yerusalemu kwa furaha, anaingia kwa shangwe, watu wanafurahia, amepanda mwanapunda, na vile vile watu wanatandaza nguo zao na pamoja na matawi ili waweze kumlaki huyu Yesu Kristo. Tunaweza kusema ni ule unabii wa nabii Zakaria unaotimia. Zakaria sura ya 9 aya 9 unaosema, furahi sana he bidi Sayuni, piga kelele he bidi Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana wa punda, mtoto wa punda. Hawa Waisraeli na Wayahudi wanashangilia Yesu akiingia Yerusalemu pale atakapopata mateso yake, na hii ni ishara kwanza ya kwamba amekuja na utulivu, amekuja na amani. Huyo mwanapunda alikuwa anatumiwa enzi zile na mfalme kama njia ya kumlaki, kuonyesha ile kazi anayokuja kuifanya na ya utulivu. Yesu anakuja akiwa amepanda punda kuashiria ufalme wake. Ufalme wake si wa vita, ufalme wake ni wa furaha, ufalme wake ni wa kutuongoza sisi sote tuweze kufurahi. Hebu tujiulize, ni mara ngapi ambao tunakuwa na hii furaha ya kutaka kumkaribisha Yesu Kristo katika maisha yetu? Hawa Wayahudi walishika mitende mikononi mwao wakiimba, Hosana Hosana mwana wa Daudi, anayekuja ni mfalme. Kwa hivyo walikuwa wanaimba kwa shangwe na furaha. Hebu tujiulize, ni mara ngapi tunakuwa na hiyo furaha katika ama ndani ya uhusiano wetu na Mungu? Ni mara ngapi ambao tunashindwa? Unakuta kwamba tunafanya yetu, ile furaha ni ile ya ulimwengu, lakini tunasahau kumwona huyu Yesu ambaye ni mfalme wa maisha yetu, ambaye ni ndugu anayetuinua katika maisha yetu. Ni mara ngapi ambapo umeona akitawala katika maisha yako, anatawala katika familia yako, anatawala katika ndoa yako? Wakati ndio huu wa kuweza kumwona huyu Yesu ambaye ndiye mwenzi, ambaye ni mfalme wa ulimwengu, mfalme wa familia zetu, mfalme wa maisha yetu ya kiroho. Alafu sehemu ya pili tutakuwa tunasoma mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ndio nimesema hii pia inaitwa Dominika ya Mateso, na tunasoma hiyo masomo tofauti kuashiria ama kungozia yale ambayo Yesu Kristo alikuja kuyafanya katika maisha yetu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 7. Na ni mtumishi wa Bwana ambaye ni mwaminifu katika kazi yake, wala aongopi mangumu. Yeye anatimiza kazi ile ambayo Mungu alimjalia kuifanya. Na tunaona unabii huu unaashiria Yesu Kristo. Yeye alikuja yu mwaminifu,
anayefanya mapenzi ya Mungu, aongopi chochote, anafanya matakwa yake, na hivyo anakuwa mwaminifu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hii ndiyo kile ambacho tuko karibu kukiadhimisha, Yesu Kristo akitoa binadamu wake ili na sisi ambao tuko katika hali ya binadamu tuinuliwe na tuweze kubarikiwa. Na ndiyo hapo tunaona hii somo linaandamana na ile injili ya leo. Injili ya leo tutasoma mwinjili Mathayo sura ya 26 kuanzia aya 14 hadi 27 aya ya 66, na inazungumzia historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi kama wanadamu, wakati ambapo tunasikiliza hii historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaona kilele cha wokovu wetu. Tunaona kilele cha upendo wa Yesu Kristo. Yeye mwenyewe anajitoa ili atuandae na atuonyeshe ni njia gani ambao tunapaswa kuishi. Yeye anakuja kuteswa ili na sisi tuwekwe huru. Yeye anakuja ili tusitawaliwe na mauti, tusitawaliwe na dhambi. Yeye anakuja ndio tuweze kuona ondoleo la dhambi. Kwa hivyo tunaposoma hii historia, tunaona upendo wa Yesu unadhihirika katika maisha yetu. Mateso yake yanatuinua katika madhaifu yake. Kumfuasa Yesu Kristo katika historia ya wokovu ni ishara kuonyesha kwamba tunapata furaha, na vile vile kuna magumu ambayo tunayapitia. Ni ishara kuonyesha kwamba furaha hiko kwa sababu baada ya dhiki ama baada ya kubeba msalaba, mwishoni tunapata ushindi. Lakini kwa nini tuko na huzuni? Tuko na huzuni kwa sababu kuna magumu ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Kuna magumu ambayo tunayapitia katika maisha ya ndoa. Kuna magumu ambayo tunayapitia katika kazi ya mikono yetu, katika biashara zetu, katika mahusiano. Basi hapo ndio kuna changamoto ya kwamba hata kama kutakuwa na furaha, ndivyo hivyo nao tutakuwa na magumu katika maisha yetu. Yesu Kristo ambaye alikuwa mtu kweli na Mungu kweli, anakuwa mfano bora wa kufuata. Yeye amekuwa mtu na akajinyenyekesha, kama vile tunavyosikia katika somo la pili. Somo la pili ni waraka wa Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya 6 hadi 11. Yeye ambaye alikuwa katika Mungu, hali ya Mungu, hakuona kitu cha kujishusha kama kukosa dhamana, lakini akajishusha ili na sisi ambao tu dhaifu, sisi ambao hatuna maana, tuweze kuinuliwa katika utukufu wake. Ule umaskini ambao tulikuwa nao, Yesu ametufanya tajiri kwa kifo na msalaba wake. Na ndiyo hapo tunaambiwa kumfuata Yesu Kristo katika maisha yetu ni kuweza kujikana, kuweza kuona umuhimu wa uhusiano wetu na yeye, halafu kuinuliwa katika neema zake. Sio sisi ambao tunajiinua, lakini ni yeye anatuinua katika maisha yetu. Basi tujue kumfuasa Kristo kuna hayo mambo mawili: kuna furaha, halafu kuna mateso. Kuna magumu na kuna urahisi, na vile vile kuna kile ambacho sasa kinatufanya tuwe jinsi tulivyo, ule ubinadamu wetu. Licha ya kwamba tunapata mateso na mahangaiko, ndugu zangu, tujua kwamba hatutakosa dhamana. Yesu Kristo yupo ili atuweke huru. Yesu Kristo yupo ili tuweze kuinuliwa. Yesu Kristo yupo ili atuandae katika kumfuasa yeye. Ndugu zangu, tuchukue hii Dominika kama chanzo na sehemu njema ya kujitayarisha katika hii wiki tunayoanza, wiki takatifu. Ni wakati wa kuweza kujitafakari, kuweza kunyenyekesha, kuweza kujenga uhusiano na Mungu. Wewe jiangalie ni wapi ambao unakosea Mungu. Wewe jiangalie ni wapi ambao umepotoka. Wewe jiangalie ni wapi ambao unafananishwa na hao watu tofauti ambao tutawasikia katika injili ya leo. Huyu Yudasi pamoja na huyu Pilato na wale watu ambao walikuwa wanamdhihaki Yesu.
basi na sisi tuweze kujiboresha, na zaidi hayo tunapofikia kilele cha kipindi hiki cha Kwaresma katika Juma Kuu, tuombe neema za Mungu tuweze kubarikiwa, tuweze kuneemeshwa, na zaidi ya hayo ile furaha tunayotafuta katika maisha yetu iweze kuonekana wakati ambao tunavumilia yote ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka mkombozi wetu atoae mwili na kuteswa msalabani ili wanadamu wote wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Tujalie kwa neema yako tuweze kuwa na uvumilivu kama yeye, na tuweze kushiriki ushirika wa ufuko wake. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema.